Yesu amekaa, tukakaa kwa kuzunguka kama ambavyo alivyokuwa akikaa na wanafunzi wake. Sasa tulikuwa ni watu wengi sana, lakini nilichaguliwa kuwa kama mhudumu pale wa madhabahu ya Yesu Kristo, na watumishi wengine pia na nao niliwaona, wengine nawafahamu, na mpaka sasa nawafahamu kabisa kiakili kabisa, na nawafahamu hata na namba zao ninazo kabisa. Tukafika kule, tukachaguliwa, tukasimamishwa mahali pale, tukaambiwa sasa nyinyi mtaanza kumpa kila mtu kila alichokuwa anakifanya kwenye utumishi wake na alivyokuwa anaishi. Tulipewa maboksi, nilipewa maboksi mengi mpaka yakataka kunilemea. Nikawa natoa yale maboksi. Ninapotoa na wapa wale watumishi, hawakuwa watenda dhambi, hapana. Wale walikuwa ni watumishi tu wako kawaida. Boksi nilokuwa nikipewa, nilipewa maboksi ni mengi, lakini alikuwa na mambo tofauti tofauti kabisa. Nilipewa maboksi ya watu waliokuwa karibu na Yesu. Yale maboksi yalikuwa ni vitabu vilivyokuwemo, vilikuwa vimeandikwa ubarikiwe kwa sababu ulifanya kazi yangu kwa bidii pasipo kusikiliza mashauri ya watu, na hii ndio zawadi yako. Kwa hiyo niligawa maeneo hayo upande wangu, maandiko yameandikwa hivyo. Baadaye maboksi niliyokuja kuyakamata ni ya watu wa mbali, sasa waliokuwa mbali kabisa na Yesu, na niliwafikia nikiwa nimechoka, lakini wote walikuwa si watenda dhambi. Wao vitabu vyao viliandikwa. Wewe hapo ulipoketi na kitabu unachopata, ninashangaa sio kile nilichokukabidhi na sio kile ulichokuwa unakifanya ndicho nilichokuwa nakifurahisha, kinanifurahisha. Nimefurahi kwa sehemu, lakini ilipaswa ukazane. Kwa hiyo hivyo ulivyokaa hapa ni kutokana na kazi uliyokuwa unaifanya, ni kutokana na jinsi ulivyokuwa unanitumikia. Vile vitabu nilibahatika kuvisoma vyote, lakini hivyo vitabu vya hawa, mbarikiwe sana nyinyi mliofanya kazi yangu kwa bidii bila kusikiliza mambo ya watu na mkakataa mashauri ya watu na mkasimamia utakatifu. Kwa hiyo hii ndio zawadi yenu. Haya ndio maandiko ya kwanza yalikuwa yameandikwa juu. Lakini wale watu wote walikuwa wamekubalika kwenda, ila kila mtu alikaa kwenye eneo ambalo alikaa kwenye site, kwenye kiti ambacho kinastahiki yeye kukaa, na alipewa thawabu au kitabu cha kuendelea. Kitabu sasa ni kama maneno ambayo yatamfanya akae kwenye kile kiti. Kile kitabu, vile vitabu vilivyokuwepo ilikuwa ni kama kitabu, lakini ukikiangalia kile kitabu kinaendelea kutamanika kwako, uendelee kukitumia. Yaani ni kama ni chakula fulani ambacho kilikuwa kinawawezesha wale watu kula pale walipokuwa wamekaa. Kwa hiyo mtu alipewa kile kitabu kulingana na jinsi alivyotumika na kikiwa kimeandikwa haya maneno. Lakini kadri ulivyokuwa ukizidi, kama ukitaka ukifungua, kilikuwa ni kizuri na ni kitamu. Lakini kile kitabu cha wale ambao walikuwa mbali na Yesu, waliokuwa mbali na makusanyiko, chenyewe hakikuwa kitamu kama hiki cha wao wengine. Kilikuwa ni kitabu ambacho sawa kina haki, lakini maneno yake ni mazito. Yaani hata kukifikisha nilikifikisha nimechoka. Baadaye sasa tulirudi, tukakusanywa wale watumishi wote tuliokuwa tukifanya ile huduma. Tukaambiwa mmeyafahamu haya mlioyafanya? Tukasema hatufahamu. Waambie. Tukaambiwa sasa tena tuanze kuambia haya vivyo vitu mlivyopewa ni kwamba kila mtu amepokea kila alichokuwa amefanya. Na tukaambiwa tena turudi tuje kuambia watu wanaosimamia utakatifu waendelee kusimamia utakatifu. Kama mtu alipewa kuchunga kanisa, achunge kanisa kwa bidii. Kama mtu alipewa kufariji, ahubiri kwa juhudi za afariji kwa juhudi zake. Kama mtu alipewa kuomba, aombe kwa juhudi zake. Kama mtu alipewa kukarimu, akarimu kwa juhudi zake.
lakini tukaambiwa mwisho wa yote tuambie watu huu ni wakati wa mwisho. Watakatifu wengine hawatafika, na hata wakifika watafika, lakini hawatakifikia kiti cha Yesu Kristo mwenyewe. Badala yake watafikia mbali. Kwa hiyo nikaonywa kuambia watu maneno haya na kuambia watu muda kwa muda na muda kwa muda, yani watu wajizidi kujitakasa, watu wazidi kujiweka vizuri, watu wazidi kuomba, mwenye kuomba aombe vizuri, watu wazidi kujiepusha na anasa za dunia. Na tena nikahaswa sana watu wafanye maombi kwa kupiga magoti. Nikaaswa sana, na imenitokea zaidi ya mara 3. Nikiendelea kuambiwa naamka nasema hivi ni uchovu. Siku yake ya pili nikaoga nikalala, ya 3 nikaoga nikalala, lakini mambo ni yale yale. Na wale watu walikuwa wamevalia nguo, wote waliofika kule walikuwa wamevalia nguo ambazo ni ndefu, ambazo zimevaliwa, yani ni zina hali ya umaridadi. Ni nguo sawa, ni nyeupe, lakini wale watu ni sura zao, hasa wale waliokuwa wamekaa mbele, sura zao zilikuwa ni sura ambazo ni laini, ni safi, uso uko vizuri kabisa. Hakuna mtu aliyesinyaa uso wala aliye na mawazo, wote wana furaha. Lakini wale watu waliokuwa kule nyumbani na madhabahu ya Yesu Kristo, ambao vitabu vyao vilikuwa vinasema ulioyafanya ni mazuri, lakini sio yale niliyotarajia. Ulifanya ambayo ni kiasi, sio kwa bidii, ni kwa ulegevu na ukisikiliza mashauri. Wao nyuso zao zilikuwa zinatabasamu kidogo. Ndio maana nimekwambia kwamba hawakuwa watenda dhambi, ila walifanya kazi sio kwa kumaanisha. Waliomba sio kwa kumaanisha. Walitoa ukarimu sio kwa kumaanisha. Walitoa tu walipojisikia tu wao, lakini walipuuza sauti ile ya Mungu kule walikokuwa. Walishauri sio kama walivyokuwa wameaswa na Bwana Yesu. Walishauri kwa kushauri tu. Hayo yote yalikuwemo humo. Sasa tukarudi, tukaelezwa na tukaambiwa, nyinyi mliosimama kuhudumu hapa, ikiwa hamtaweza kuzungumza, basi nyinyi ndio mtakuja muwe wa mwisho kukaa kule. Nyinyi mtakuja mkae mbali na mimi. Yani mtakuja, lakini hamtanifikia kama ilivyo. Yani kuna watu watakwenda mbinguni, lakini watakuwa mbali na kiti cha utukufu, watakuwa mbali na kiti cha enzi. Watafika, lakini watakuwa wamechoka. Tafasiri yake ambazo tulikuwa tumenazipata. Kwa hiyo usinishangae kama sisomi andiko. Sisomi kwa sababu na kueleza kile nilichoambiwa. Na nilikisema kwamba kama unaomba, omba kweli kweli. Kama una karimu kweli kweli. Kama kuna mambo hujaweka sawa, yaweke sawa kweli. Kwa sababu yale ni mambo ambayo ni mazito yani mpaka kuyaelezea nashindwa. Kwa sababu yani kulikuwa na maelekezo magumu, kulikuwa na amri, kulikuwa na shuruti. Hakukuwa na maneno ya faraja tena. Yalikuwa ni maneno ambayo ni mazito. Yani ukiambiwa jambo unajutia, kwa nini sikufanya? Na sisi wenyewe tuliochaguliwa kugawa vile vitabu ni kama kulisha. Tulikuwa tunafanya kazi ngumu, hatukupata kiti cha kukaa, bali tulibaki kuhudumia watu. Kila sehemu unaambiwa kimbia pale, nenda pale, unaenda, unarudi, unarudisha majibu. Kwa hiyo nilitoka kwenye ile njozi mimi mwenyewe nikiwa natokwa jasho. Yani nimefanya kazi ile mpaka nimetokwa na jasho na ninahema kweli. Yani niko naangalia kama nakimbia kwenda kugawa tena kwingine. Na vile vitu ni vingi na vina maneno, na lazima napotoa neno nalitoa, ninalisoma, naliangalia limeandikwa hivi, mpaka nikayanakili yote kichwani. Kwa hiyo mpaka na vile vitabu vilivyokuwa na vijua, vitabu vya huku vya juu vya wale watu vilikuwa ni vya kijani, na vitabu vya wale wengine vilikuwa vina ukijani uliofifia.
Tulimuuliza pia Yesu, mbona hivi vitabu viko kijani? Yaani hivi vitu mbona viko hivi? Akasema haya ni ishara ya mti. Yaani mti ni kama ni ishara ya uhai. Kwa hiyo hawa watu wana uhai wa asili ya uumbaji. Walifuata maneno ya uumbaji, waliishi uumbaji. Tulikuwa tunahoji na tunaelezwa tukiuliza tu. Lakini haya maswali tulikuwa tukihoji wakati wa kurudi, kwamba tumegawa, lakini hivi vitu mbona viko hivi? Tunapewa majibu. Lakini mwisho wa yote tena tulikuja kuonyesha watu ambao hawatafanya kabisa, yani hawatajitahidi kufanya serusi ya yale maneno ya Roho Mtakatifu ama ya Yesu. Tuliona wale watu ni kama wamekandamizwa, wamebamizwa sehemu, wamenata, yani kama vile nitumie neno gani? Yani kama vile kitu uchukue kiazi ukikandamizie kwenye ukuta kiazi kilichoiva, na yule mtu amekandamizwa pale, lakini anaongea. Yani amekuwa kama kibambara, sijui kibambara tunakielewa ni samaki ambaye amekaushwa, amepasuliwa, amekuwa wazi. Amepasuliwa huyu mtu au amekandamizwa huyu mtu mahali pale, lakini anahojiwa, na anahojiwa analia kusaidiwa. Tukaambiwa hawa ni watu ambao hawatanusa kabisa masuala ya utakatifu, yani hawatataka kuyafikia. Watayasikia lakini hawatayatenda, yani kama watenda dhambi. Lakini tunaambiwa ni watu ambao watasimamia utakatifu. Kwa hiyo watakuwa hivi, wataingia kwenye mkandamizo au kwenye majuto au kwenye maumivu makali. Kwa hiyo wana wa Mungu, tunaposema tunaomba, tunaposema tunaimba, tunaposema tunafanya kazi ya Mungu, mpendwa, fanya. Alafu kuna watu ambao sasa waliletwa, wengine ambao nao walikuwa ni kama watu wenye utajiri. Hao watu waliletwa kwenye eneo hilo, walikuwa ni watumishi, wao walikuwa si watenda dhambi, lakini ni kitabu chao sisi kile hatukukipewa, aliyesimama ni Yesu mwenyewe. Walisomewa maneno ambayo yalikuwa ni mazito, kila aliyekuwa nasikia analia. Mimi sikubahatika kuyasikia yale maneno, lakini kila aliyekuwa nayasikia, wakati ya wale matajiri walikuwa wamekaa upande, tulikuwa tunaona wanalia, wengine wanagaagaa chini. Sasa tulipojiuliza, kwa sababu hawa wanajua walichokifanya kwenye mali zao, hilo ndio jibu tuliloambiwa. Wanajua walichokifanya kwenye mali zao, wanajua walichokifanya kwenye utajiri wao. Kwa hiyo wao wanajua, nyinyi hampaswi kuyajua, ila wanajua. Mkiwauliza watawaambia baadaye. Sasa juzi nikajaribu kwenda kukaa na mtu mwenye mali kidogo, nikamuuliza, nyinyi mnapokuwa na pesa, ni nini ambacho mnaona kinawafanya pesa zenu zinawasumbua? Akasema, kwa kweli, kwa nini umeuliza hivyo mchungaji? Ananijua kabisa. Akasema, hili swali ni swali gumu umeliuliza, lakini ni swali ambalo ni baya na sio zuri kukuambia wewe kama wewe. Akasema, ninaweza nikaona mtu ana biashara yake, mtu mdogo ambaye ni mjasiriamali mdogo, mimi nikapeleka bidhaa ile mahali pale, nikagawa vijana, nikafungua hata maduka 3, ni ya kwangu mimi huyo, kumuulia yule soko ili wateja niwapate mimi. Kwa hiyo ni swali ambalo nauliza, kama mtu ana mali inaweza ikamwasilije mtu, ni kama hivyo. Akawa ameishia hapo. Basi nikapata kumbe sasa kwenye ufahamu wangu sasa, ambao sasa nakueleza sasa hivi, ila kule kwenye njozi hatukuambiwa makosa yao, ila tuliuliza tukaambiwa wale wanajua mambo yao. Na ndio nikachukua muda kwenda kumuuliza mtu kawaida, tukimwili tunaongea hivi, ndiye akanitolea mfano kama huo. Kwa hiyo kuna mambo ambayo yalifanyika kule mengi sana, lakini wale walio kiujumla, neno ambalo nililiona la msingi ambalo niliona pale, hamasa kubwa ni wewe, kama ni muombaji, omba sana. Kama wewe ni mtu wa kusifu, sifu sana. Kama wewe umeitwa kukarimu bila kupendelea, Mungu atajua atakavyofanya. Kama umeitwa kufanya ushauri, toa ushauri. Kama umeitwa hudumu bila kujali. Yani ni kwamba uifanye kazi ya Mungu pasipo kuangalia mambo yako sana. Yani utenge muda wa kazi yako na muda wa kazi yako na muda wa Mungu, na ule muda wa Mungu uwe nao serious.
uwe nao serious. Lakini kuna neno jingine ambalo niliona kwenye eneo lile. Nilipelekwa kwenye chumba cha wagonjwa, tulipelekwa kwenye chumba, sio mimi mwenyewe, niwekueleza kuna watumishi ambao niliwaona na nawafahamu na wengine ninao namba zao, na sikutaka kuwapigia simu wala kuwaeleza, kwa sababu wale niliowaona tuliokuwa tunafanya nao kazi ndio ninawakumbuka kabisa kwamba huyu tulikuwa naye sehemu fulani, huyu tulikuwa naye sehemu fulani, na wote ni watumishi wa Mungu. Tena wengine ni wakubwa na sijawahi kukutana nao, lakini tunafahamiana tu kwenye kupitia mitandao, wengine tu tunafahamiana nao, tunaongea nao. Tulipelekwa kwenye hospitali fulani, tukaonyeshwa kuna ugonjwa ambao upo lakini hauna nguvu, lakini kuna wakati utakuwa na nguvu. Ugonjwa huo mtu atakuwa anakuwa kama vile ameungua, ngozi inaubuka, inaumuka, inakuwa na ngozi inakuwa kama na maji, alafu yale maji yanatembea kwenye mwili, yanaula mwili wote. Na tukaambia maji yakishasambaa kwenye mwili, mwili utakuwa huyu mwenye kuugua hivi atakuwa naambiwa ana kansa, atakuwa naambiwa ana sikoseli, atakuwa naambiwa ana kisukari, atakuwa naambiwa ana VVU, vitu kama hivyo. Kwa hiyo anasema kuna madhabahu, yani kuna maabara ambayo imeandaliwa na ipo na inaendelea, lakini haijapata nguvu sana, lakini itapata nguvu baadaye. Hiyo ndio itaua watu kwa asilimia kubwa. Na tukaambiwa hii ni sumu ya yule adui anayoimwaga ili apate kutuliza maumivu yake yanayomsumbua, lakini ni kazi ya Ibilisi. Yani anamwaga machungu. Yani tukaambiwa hii ni sumu ya yule adui ambaye anamwaga kwa watu hata angalau awapate wateule, na hii itawapata watakatifu wa Mungu ambao hawana bidii. Na tukaonyesha jinsi utakavyokuwa unakuja. Unaweza ukadungwa sindano, ile sindano ikabadilika kuwa kama jipu. Unaweza ukajikwaa, lakini tulipelekwa kwenye maabara tukaona wanatumia kama sindano. Unaweza ukaugua kama ugonjwa wa kawaida tu, ukaenda kudungwa sindano, ndio ile hali itakutokea. Kwa hiyo watu waomba Mungu sana usiwe mtu wa kudungwa sindano. Kwa hiyo hilo nikaambia kwamba pia tuombee hiyo roho. Bwana Yesu atusaidie sana. Amina. Basi niishirizie hapa ushuhuda huu. Ungesema tu umalizie kabisa baba mchungaji, na Mungu anipe neema na urekodi, labda kama roho Mungu amekuzuia. Amina. Tuseme tu kwamba tumalizie hizi dakika kama zitaisha. Yani ile sindano niliyoiona wakitumika pale, nimekwambia ngozi inaumuka, inapanda juu, lakini chanzo cha ule ugonjwa ni sumu ya yule shetani anatema kwa watu ili kutuliza angalau maumivu alionayo. Kwa sababu kuna wale ambao wanaomba kikweli kweli, na kuna wale ambao hawako serious, yani tutumie hicho kiruga hicho, yani hawafanyi ile kazi kwa kumaanisha ya Mungu ya utakatifu, waisimamii, wameichukulia kawaida. Pia hiyo sumu itawadaka mpaka na watu wa namna hiyo. Kwa hiyo tukao tumeambiwa kwamba tuambie watu waombe juu ya hilo, kwamba wakemee swala la kuugua mpaka wakapelekwa kudungwa sindano. Maana ndani ya hiyo sindano kuna sumu ya yule muovu ambayo tayari anajaribu kuzitema kwa sababu ya maumivu, machungu alionayo. Kwa sababu dunia asilimia kubwa wengi wanabadilika, lakini kuna wale ambao bado. Sasa wanatafuta wale ambao wafanye kazi kwa bidii, lakini pia na hata kwa wale ambao wanafanya kwa bidii ili kukatishwa tamaa. Kwa tukaambia tuambie wale watu waombe na kukemea hiyo roho. Na ile maabara au ile hospitali tuliyopelekwa walikuwemo watu wengi, na sikuona mtu wa kawaida. Hasa niliona watu ambao ni wachungaji, maaskofu, mitume, manabii, yani watu wakubwa walikuwa na kora zao. Watu wale walikuwa na kora zao wakiashiria kwamba wale ni watumishi, lakini ndio walikuwa wamepata wengine na hauo ugonjwa.
Nikaambiwa hawa ni wale waliopatwa na hiyo sumu ya yule mwovu, machungu. Lakini wanasema sasa, si hao ni watumishi wanafanya kazi kwa bidii? Hapana, wengine wanafanya vizuri, lakini sasa machungu ya yule kwa kazi wanayofanya inabidi waangamizwe kwa staili hiyo. Lakini pia zikaleta mbwa ambazo zilikuwa zinalia, zinaangalia magharibi kwetu sisi huko Afrika Magharibi. Tukauliza tena, sikuwa peke yangu, na hawa mbwa wanafanya, ninasema hawa mbwa ni mambo ambayo wanayaona, wanalia, ni kama uovu unatokea magharibi, yani maeneo ya magharibi, ni kama huko maeneo ya Marekani kuna uhasi unatokea huku. Sasa mbwa wanauona unapita kwenye macho yao, kwa hiyo wanalia kutaarifu watu, ni kama sauti. Nimetumia hivi viumbe kuonyesha kwamba kuna uharibifu unatoka huku mbaya sana, ambao ni mbaya sana. Kwa hiyo kuna vitu hivyo pia tukaambiwa kwamba tuambie watu waombe. Wale mbwa walikuwa wengi wanalia, wanaangalia magharibi. Sasa tukauliza, na hizi mbwa zinafanya nini? Sema hizi mbwa zinalia kwa sababu magharibi huku, mambo ya watu weupe huku, kuna matukio magumu yanatokea huku, kuna mambo mabaya yanatokea huku, na yatasambaa dunia yote na yatachukua dunia yote. Haitaendelea kwa sababu yana nguvu na watu watayakubali, na yapo yanaendelea, lakini yapo lakini yanaenda kupata kasi sana. Kwa hiyo tukaendelea kuomba, tukaendelea kuhudumia mle, tunapitishwa kwenye maabara ile. Lakini baadaye tulikuja kuona kuna chombo kilikuja kama gari, lakini haina dereva. Inaendeshwa lakini haina dereva na ina watu. Nayo tukauliza, kaambia hii ni chombo, ni kitu ambacho kitakuwa ni kikubwa, ni kama kanisa, linasafiri, lakini linasafiri halijui linakoelekea. Kwa hiyo kuna pia huduma zitaonekana, lakini zitakuwa hazina mahali zinapoelekea, badala yake zinaishirizia tu, hazitakuwa na mahali kamili. Tukaona ile gari inakimbia, ilikuwa iendi mbele kama kwenda, inakimbia kwa kuzama, kama kuishiria baharini, kama inaishiria baharini. Hizi huduma zitaishirizia huku chini, zitaishirizia kwenye mahali ambapo hapana mwelekeo. Kwa hiyo ni makanisa ambayo yatatokea mengi sana, lakini hayana kiongozi, hayana ufalme, yenyewe yatakuwa yanaenda tu, ila yamebeba watu wengi, ila lile gari halina dereva. Kwa hiyo likawa linakimbia kuelekea chini, na kule chini tunaona kama kuna bahari linatumbukia humo. Basi ikawa mambo hayo yakaendelea, tunapitishwa kwenye maabara, tunapitishwa. Lakini dakika ya mwisho sasa, kile nilichokuwa nakikumbuka na mpaka sasa nakiona, tukakuta kuna kanisa dogo sana ambalo tulionyesha lina asili, yani watu wako mle wachache, na kanisa ni dogo, na mchungaji kama hana nguvu, yani amechoka, ana maisha yake ya taabu, lakini watu wako mle wachache na wanaomba. Basi kaambiwa hao kanisa au watu mnaowaambia, waambieni waombe na kuishi maisha ya watu hawa. Wale watu walikuwa ni wachache, wamama wamo, wababa wamo, lakini ni wachache, ila walikuwa, mchungaji wao pia yumo, ila sio mwenye umaarufu, sio mtu mwenye mwili mnene, sio mtu mwenye kujionyesha na maisha vile. Lakini tukaambiwa hawa watu wana njia ambayo ni ya kweli, na wanadharaulika katika watu wengine, lakini ni watu ambao wanasimama na utakatifu, na ni watu ambao wanahitaji kuombewa sana, ni watu ambao wanahitaji kuliliwa sana ili wasimame wafike. Kwa hiyo, na hilo kanisa lilikuwa liko kwenye maeneo ya upweke. Makanisa mengine yalikuwepo makubwa yana watu wengi, lakini wanawadharau
wanawaona, yani kila mtu tulipotoka mwe wakatushangaa. Wengine wanatuuliza mbona mnatoka huko kusali? Nani amewapeleka hilo kanisa la Mlelo? Hayafai kabisa hayo. Mungelikuja huku kwetu. Tukaambiwa tuna mtu ambaye tuko naye hapa anatuongoza. Tukiwaonyesha hawamuoni. Ila sisi tunamuona na nasikia tunachokiongea. Basi wale watu tukawaacha wanaendelea kuomba, wanaomba wanalia mle, lakini nguo zao zilikuwa ni ndefu, zimefika mpaka kwenye hivi sijui ndio nini hivi vikeni hivi vya chini hivi, yani kwenye miguu mahali ambapo miundi inaishirizia hapo. Hiyo ndio mama walikuwa wamevaa hivyo, wana vitambaa vichwani mwao, vimelala mgongoni. Mchungaji alikuwa yuko vizuri tu, nguo yake imefunika mpaka mikono, imebakia hivi viganja tu, yuko tu na anaendelea na yeye kusali. Sasa hapo ndipo tukamalizia safari ya hayo maono ambayo niliyaonyeshwa na watumishi wale wote tulikuwa nao, lakini mpaka tulitamani kuvua nguo zetu. Tulikuwa tumechoka kufanya ile kazi na tunahisi jasho, yani tunatembea. Ni kweli natuelekeza, natuambia jipeni moyo, tunaelekea kumaliza, mtapumzika tu, jipeni moyo, lakini mwambie watu wawe na bidii kwa ajili ya haya mambo niliyoelekeza, na mambo ambayo nimewaambia kanisa kama hili mlilifuate kanisa hili, msione watu kama wanawadharau, endeleeni hivyo. Basi tukawa nimetoka pale, na hiyo sijaonyeshwa siku moja, na nimeonyeshwa ni zaidi ya siku 3. Ndio maana nikamwambia kwamba nikipata neema naweza nikarekodi, lakini nisipopata neema basi naweza nikatumia simu. Sasa leo simu yangu ilikuwa ina charge, nikaona tamani nitoe hata kwa njia audio. Kwa hiyo Mungu tu tuzidi kumuomba Roho Mtakatifu, na yale makanisa tunayoona wakati mwingine kama hayana nguvu, kama sio hazi yetu, kama sio type yetu, tuwaombee hao watu, ndio wana njia ya kweli. Maana lile kanisa tuliloenda lilikuwa ni kanisa ambalo halina namna, yani ni hata viti sikuona mle viti. Niliona tu watu wanatuma jambi yao, wanapiga magoti hapo, wanaomba, wanamlilia Mungu. Mchungaji mwenyewe niliona anakalia tu, ni kama vitofali tu. Yani ni kanisa ambalo linadharaulika, ni huduma ambayo inadharaulika kabisa, inaonekana haina sauti, haisikiki popote pale. Kaambia hii ndio huduma ya kuiga. Kwa hiyo watakatifu wa Mungu, hayo ndio maono niliyoyaona, na nikaambiwa niambie watu. Ni kweli kulikuwepo na chombo na wametoka muda si mrefu, lakini walinifuatilia niwaambie kama kuna jambo walinifuatilia kama mara 3. Wananipigia simu, lakini sikupata kibali cha kuweza kuyazungumza. Nilijisikia niatoe tu mimi kama mimi, niafikishe kwa watu ambao nitawafikisha, lakini sikupata kibali kwa wale watumishi ambao walikuwepo wenye kamera yao. Walikuwepo ni kweli, lakini sikupata kibali. Nilifungiwa kibali, maana walikuwa na shughuli zao. Kwa hiyo sikutaka kupata kibali, lakini nikasema basi nikipata kibali nitatafuta mtu wa kamera, atanirekodi, hata kama ni hela nitamlipa, basi nitaitoa. Mwenye kusambaza kwenye YouTube yake atasambaza, mwenye kugawa kwenye magrupu atasambaza. Watu wafanye kazi ya ufalme wa Yesu Kristo kwa bidii, kila mtu kama alivyoitiwa, na wazidi kuambia watu utakatifu. Bwana Yesu awabariki sana. Kama tutaendelea kujifunza huu ushuhuda, pia itakuwa ni baraka, kwa sababu imetokea tu. Kwa hiyo na huyu ambaye alikuwa na hali hiyo ajisalimishe kwa Yesu Kristo, ajisalimishe kabisa. Na kama yuko mahali, kuna mahali anasali, na aulize Roho Mtakatifu kabisa kwa dhati, amuonyeshe. Jamani, tusimamie utakatifu, tusione aibu kuambia watu ukweli. Ngoja watuone ni sisi ni washamba. Wewe sali kwenye kanisa hata ambalo unaona halifai kabisa, lina watu 2 watatu ambao unaona kama hawafai, lakini wamekubali kushika utakatifu. Simameni nao, maana saa imeisha. Kuna huwa hasira ya yule mwovu shetani, maumivu anayopata, na analenga hasa watakatifu. Angalia sije yakatupata, na saa tusiyojua tunaweza tukatoka hapa duniani. Kwa hiyo tuliambiwa tuambie watu haya maneno, na tukaambiwa haya maneno muda si mrefu haya maovu yatafanyika, na haya mateso yatafanyika kwa hao watu. Kwa hiyo sijui saa ya kuchukuliwa, saa ya wewe uliyosikia haya maneno, sijui ni lini utatoka hapo. Kwa hiyo ambia watu hizo habari, na Bwana Yesu atakutukuza. Barikiwa sana. Amen.
Amina wapendwa. Amen. Amina. Amen. Niongeze kitu kidogo. Wapendwa, huu shuhuda wa mchungaji na haya matukio, mnajua kuna tukio muhimu sana. Kwangu mimi ni muhimu sana, limetokea wiki iliyoisha. Ni Mungu anajaribu kutuonya, anajaribu kututahadharisha. Huu ni msemo ambayo baba yetu wa kiroho aliyetwaliwa hivi karibuni, Baba Mwateba, alikuwa anaongea. Unajua, saa nyingine, Mungu atusamee, saa nyingine anaongea, unaweza ukasema baba yetu anaongea. Yaani unasema baba yetu anaongea kwa sababu ni mtu wa maono. Alikuwa ni mtu wa kuoneshwa sana. Alikuwa hapa karibuni, miezi michache iliyopita, alikuwa anarudia sana hilo neno, muda umekwisha, muda umekwisha, mchapa nyama imetokea. Sijui tunaona matukio aliyoonyeshwa mchungaji huyu, mchungaji Ernest Chacha. Kwa wale ambao wanahitaji kutafuta chaneli yake, tutaweka chini ya ujumbe huu, kwa sababu huu ujumbe jinsi ulivyotoka hivi tutaushare hivi tulivyorekodi. Utaona Mungu ametupa neema baba. Naendelea kuongezea hili neno. Mimi ninatii nilichoambiwa. Yaani mimi wanachekesha watu, nawaambia hivi, kama kuingia mbinguni, yaani mradi tu niingie mlangoni, nitakaa kule. Kama kuna ukuta wa nyuma, nikae ukuta wa nyuma kwanza, nitakaa chini kwanza, niseme Yesu asante. Alafu kama kuna wafanya usafi, mi nipewe kazi tu ya kusafisha kule na kufyeka. Kwa sababu mpendwa, kuingia mbinguni, asikudanganye mchungaji wala mtu yoyote. Mimi shuhuda zote nilizosikia mpaka sasa hivi, usidanganywe. Nakwambia, pambania kama vile leo ndio siku yako ya mwisho. Sasa utaona ule ujumbe niliotoa juzi hapa kwenye hili kundi, na nyie nikatii tu sauti ya Mungu, nikarekodi hizo dakika 13, nikaweka, baba akakubali, nikawa channel yetu, nikaweka na nikaunganisha chini ya ile video kuna shuhuda zote za baba yetu mpendwa zote. Na kuambia ninafuatwa na watu ambao mimi nilikopeleka mpaka Roho wa Mungu alisema basi imetosha. Kuna watu tulisoma nao, huwa hilo kundi la shule huwa sisubutu huwa natuma sana masomo machache, labda ya malezi ya watoto. Roho wa Mungu ananiruhusu kule, kumechanganyika kabisa vizuri, dini zote zinawakilishwa kule. Wanakuja inbox. Wewe mwenyewe ukienda ukaangalia ile video leo, ina watu wangapi? Mimi nanyenyekea, natoa machozi, nanyenyekea. Alafu tena mchungaji huyu ameonyeshwa haya maono. Utakayesikia hii sauti na huu ujumbe, wewe angalia ni nini unapaswa kufanya, ubadilike. Hii njia ya wokovu hii, nadhani Isaya imesema kuna highway, a highway of holiness. Huyo tumeambiwa Mathayo 7, ni wachache waipata hiyo njia hiyo. Huwa najiulizaga kwa nini wachache waipata. Sasa hivi nimeelewa wachache wanaoipata njia. Ukienda Mathayo 7:13 na 14, ni kwa sababu ni wachache wataelewa huo ujumbe. Wachache, kuna wanaoelewa lakini kuchukua hatua. Mume wangu atanionaje? Rafiki zangu atanionaje? Kazini watanionaje? Ni wachache wataoiona. Mwingine atasema ndugu zangu atanionaje? Mpaka sasa hivi wameshanidharau na huo wokovu. Kwanza nina struggle maisha. Wewe acha kuangalia binadamu. Dada zako, kaka zako, mume wako, tunawapenda, tunawaheshimu waume zetu, lakini mimi wanakumbukaga hivi, hawana mbingu ya kutuweka, hawana jehanamu ya kutuweka. Tuwapende, tuwaheshimu, lakini ikija habari ya Bwana Yesu, kila mtu atasimama peke yake. Yaani kuna kitu Mungu hapa anachotuambia. Aliyosema mtumishi wa Mungu, hayo magonjwa yote unayosema mtumishi wa Mungu, yapo yanatengenezwa. Sisi tunasubiria tu ni lini watayarusha. Yaani vitu hivyo ninavyovisema, kuna sinema huku huwa siziangalii, lakini kwa wale wanaoziangalia huwa saa nyingine inapita trailer, wakati unaangalia YouTube huku wametengeneza sinema kututayarisha kwa kile ambacho wanapanga kukitoa. Hizo mbwa ulizoziona hizo zipo. Yaani vyote ulivyoviona hivyo vipo. Kwa hiyo mpendwa, nisiongee mengi. Mimi ninaongezea tu kusema hivi, ukisikia huu ushuhuda, wewe Google kwenye YouTube kutunza utakatifu, uangalie, ujichunguze ni wapi utengeneze.
ni wapi unyooshe. Kwa sababu gani? Mchungaji amesema na mimi nitasema. Vile ninavyofanya kazi ya Mungu, baada baba yangu kuona amechukuliwa, baba yangu hivyo ameondoka, ninaunganisha na yale alikuwa anatuambiaga. Mpendwa, sasa hivi kila mtu ni akimbie mbio kama vile hamna kesho. Wape watu tena, wakikwazika ndio vizuri, kwa sababu Biblia imesema furahini. Furahini watakapo watusi, wewe share na kila mtu, share na kila mtu, mpaka wachache. Kuna mmoja mimi najua ameshani block WhatsApp. Wewe share, alafu badilika. Haya maombi tunakuja hapa, hii ni madhabahu kamili. Una kitu chako unataka kuomba, mimi Roho wa Mungu alisema niwaambieni hivi, una kitu chako binafsi kinakutatiza, ingia kwenye hii grupu, sali. Roho Mtakatifu yuko hapa, yani kuna malaika kama vile yuko hapa, anapeleka maombi. Una mambo yako ya kubadilisha kwenye maisha, nimekuja kuangalia hivi karibuni. Unajua mavitu yanayosumbua mwili huu, tukija kufariki hata watu wataki hata manguo yetu. Haya mavitu tunajikusanyia haya, tutasumbuaga tu watu. Tumgawie nani? Huko na maduka ya mitumba watu tunapelekaga, ndio hapo ujue ukienda kununua mitumba ujue unanunua nini. Yaani tupambane na kazi ya Mungu. Tumuulize Mungu bado nini? Bado afu kuomba ni bure kina mama. Naona Mungu anisamee. Naomba niseme kidogo. Kuomba ni bure. Unapika, omba. Kuna nani kwenye familia yako anapitia? Kuna mpendo wetu hapa hajaingia leo, ana ushuhuda umemtokea jana, kitu tumekiombea, anakuambia tumekiombea. Maombi yanajibiwa, mpendwa wangu. Hata mimi nina vishuhuda vya kwenye maisha yangu, wanangu hawa bado, lakini kuna shuhuda Mungu anajibu. Wewe ombea zaidi nafsi iwe priority. Mtu aokolewe, mtu afunguliwe fahamu, mtu atunze utakatifu. Anayelegalega unamjua analegalega kanisani. Mchungaji ambaye ni mbishi asikii, angalau acha iandike wewe ulimuombeaga. Tena ulimuombeaga sio siku moja. Muombee. Unajua wale watu ambao hamna kitu kinanisikitisha kama mtu ameokoka, ameshaambiwa kweli, halafu shetani kamletea nakwambia hivi. Unajua kuna walokole walioshika utakatifu, unajua wameingizwa kwenye dini inaitwa ya Waisraeli. Kuna dini inaitwa ya Waisraelite. Nilikutana na muumini mmoja wakati nafanya kazi nyumba ya wazee moja, wakati ule wa chanjo. Mimi kwa sababu nilikuwa kiongozi pale, serikali inasema lazima tukae nao, yani tusaini form kwamba tulikaa nao kikao kuwashauri tuandike kwa nini wanakataa kutoa chanjo. Mimi ilibidi nikae tu kwenye kile kikao. Yani kwa lazima, kwa sababu ni ajira. Ndio nikasikia yule dada anasema mimi dini yangu ni huyu wa Israelite. Ni mweusi, Marekani mweusi. Kuna vitu fulani unawaona, wanawake wao waendeshi magari, wanavaa nguo ndefu, ila nywele wanasuka, mpendwa wangu. Yaani shetani, kuna mambo yanaendelea siku hizi za mwisho. Wewe nachokuomba, kagugo utakatifu kwenye YouTube, alafu chukua Biblia yako. Tena kama una nafasi, nunua Biblia hata 3. Zitaenda kupotea. Mpendwa wetu mmoja yuko kundi hili, aliota wiki iliyoisha, kama sikose wiki iliyoisha tu, kwamba ameenda ameingizwa aende mahali ahubirie watu. Akifungua Biblia ni nyeupe, hamna makaratasi. Hili neno la Mungu hili, wewe liweke ndani ya moyo wako, ficha Biblia ndani ya nyumba. Kuna wakati hii mitandao itafungwa na wenyewe. Uwe na Biblia yako, uwe na mazoea. Watoto wako mnafanya ibada, wazoee. Kuna wapendo wetu huko wanafanya hivyo, na watoto wao wanashuhuda kabisa. Mtoto hata wa miaka 4 anakwambia mama, nimeota kuna jitu liliingia hapa, nikaliambia kwa jina la Yesu. Mtoto wa miaka 4. Kwa ajili nini? Mama anajaribu kutii Mungu anachotuonesha. Nimemaliza, nisiongee mengi, muda unaenda, ila tafadhali na waomba na wasii wapendwa, hii audio tutaiweka kwenye group kabla tujafanya video. Wewe share hivyo audio. Video zikija kutoka baadaye tutashare nazo. Ila share. Mbarikiwe sana. Nimemaliza. Tuendelee na kipindi wapendwa.